Watu 9 wafariki dunia, wengine 19 kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali iliyohusisha gari aina ya Scania na basi katika eneo la Melela, Kibaoni, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro. Ndege ya shirika la ndege la India iliyokuwa na abiria zaidi ya 200 yaanguka muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka uwanja wa ndege wa Ahmedabad, magharibi mwa nchi hiyo. Na katika michezo, kamisheni ya ngumi za kulipwa Tanzania kwa kushirikiana na World Boxing Council WBC na African Boxing Union ABU imeandaa kozi maalum ya kimataifa kwa waamuzi wa ulingoni itakayoanza Juni 13 mwaka huu. Habari za jioni, mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika taarifa yetu ya habari inayoletwa kwako na Mikisa Mwaipiana nikiwa na Ramla Ajabu katika upande wa ukalimani wa lugha ya alama. Karibu sana. Watu 9 wamefariki dunia na wengine 19 kujeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha gari aina Scania na basi katika eneo la Melela, Kibaoni, kata ya Melela, wilayani Mvomero, mkoani Morogoro. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Jimmy Mengele kutoka huko Morogoro inafafanua zaidi. Akithibitisha kutokea kwa ajali hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Alex Mkama amesema kufuatia kwa ajali hiyo dereva wa gari la Scania anatafutwa kutokana na uzembe. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T406 CZS na tera lake namba T804 BUB likiwa na ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari likiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali iliyopelekea vifo vya watu 9 na majeruhi 19. Ajali hiyo imetokea Juni 12 mwaka 2025 muda wa alfajiri huko katika eneo la Melela Kibaoni, kata ya Melela, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro, kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro. Hata hivyo, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro amesema majeruhi wana hali mbaya wanaoendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Tafutwa na kusababisha vifo vya watu 9, kati yao watu 9 wanaume ni 5 na wanawake 4 na majeruhi ni 19 wakiwa na jinsia mbalimbali. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi. Yeye huyu alikuwa anashuka anatokea Morogoro anakwenda uelekeo wa Iringa. Eneo lile lina mteremko, kwa hiyo ameteremka akashindwa kulimudu lile gari. Ile gari limeyumba na ile container ambayo alikuwa amebeba juu pale ikachomoka ikachimba chini kwenye barabara pale, baadaye kaja ikapamia lile basi. Dereva wa basi amejitahidi kulikwepa lile container, lakini na kama utaona amekwenda pembeni kabisa ya barabara pale akijaribu kukwepa, lakini amegongwa na ile engo sasa ya lile container na kusababisha vile vifo vya watu ambao nimewataja hapo. Baadhi ya majeruhi wana hali mbaya na wamepelekwa hospitalini katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Kati ya hizo maiti ambazo jumla ni 9, zimetambulika 4. Kwa hiyo mpaka saa hizi wagonjwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali, wengine wanapata vipimo, wengine wameshaanza matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Asante Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo, na Mungu azilaze mahala pema peponi roho za marehemu wote na vile vile alete unafuu kwa majeruhi wote katika ajali hiyo. Amen. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Serikali imewasilisha bungeni makadirio ya bajeti ya zaidi ya shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka 2025-26 huku ikileta mabadiliko ya sheria mbalimbali za kodi ambazo zinalenga kuleta unafuu kwa wananchi na kulinda viwanda vya ndani. Taarifa zaidi tunaye hapa Kuringe Mongi ambaye anatupasha zaidi. Akiwasilisha makadirio ya bajeti hiyo ya serikali bungeni jijini Dodoma, huku Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akifuatilia bajeti hiyo kwa njia ya luninga, Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba alisema kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye viuatilifu vinavyotambulika kwa HS codes 3808 6100 3808 6200 3808 6900. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wakulima
wa kupata dawa za kuua wadudu mashambani, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao nchini. Aidha, pamoja na mambo mengine, waziri huyo wa fedha akaweka bayana mkakati waliokuja nao wa kuhakikisha bidhaa muhimu zinazalishwa nchini baada ya mataifa ya nje kuondoa msaada yao hapa nchini. Na serikali imeandaa mkakati utakaoongeza uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi na kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje, yani import substitution, pamoja na mkakati wa kuongeza mauzo ya nje ili kuongeza upatikanaji wa fedha za kigeni na kuimarisha thamani ya shilingi yetu. Mheshimiwa Spika, tunao uwezo wa kushirikiana na sekta binafsi tukazalisha dawa za malaria, kifua kikuu, magonjwa mengineyo ndani ya nchi, na jambo hili litafanyika. Dr. Nchemba akachukua nafasi hiyo pia kuwaondoa wasiwasi wananchi juu ya deni la taifa ambalo limefika shilingi trilioni 107.70. Viashiria vinaonyesha kuwa kwa mwaka 2024-2025 tathmini ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni 40.3 ikilinganishwa na ukomo ambao ni 55. Hatupaswi kuwa na hofu kabisa kuhusu jambo hili. Kutoka hapa Dodoma ni Kulingemongi. Asante Kulingemongi kwa taarifa hiyo. Wakati huo serikali imelielekeza bunge kuwa uelekeo wa hali ya uchumi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 unalenga kuhakikisha ongezeko la kasi ya ukuaji wa pato la taifa kufikia 6% kwa mwaka 2025 kutoka 5.5% ya mwaka 2024. Roda Simba anatupa undani wa hii taarifa kutoka Dodoma. Akiwasilisha hotuba ya taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo ameliambia bunge kuwa serikali inaendelea kudhibiti mfumuko wa bei ili ubaki katika wigo wa tarakimu moja na kueleza hatua zilizochukuliwa na serikali. Hatua hizi ziliweza kuokolea wananchi jumla ya shilingi trilioni 5.724 ambazo kama serikali singezibeba ingebidi wananchi wazibebe, na hivyo kuweza kuwanufaisha wananchi milioni 11.036. Mheshimiwa Spika, mfumuko wa bei nchini ulipungua na kufikia 3.1% kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na 3.8% kwa mwaka 2028. Hapa Profesa Mkumbo akazungumzia kuhusu ongezeko la deni la taifa na hali ya ukuaji wa uchumi. Kwa mujibu wa taarifa ya IMF ya Aprili mwaka 2025, kiwango cha ukuaji wa pato la taifa kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Jumuiya ya SADC kinaonyesha kuwa kwa upande wa Afrika Mashariki kwa mwaka 2024 uchumi ulikuwa kwa 1.5% na mwaka 2025 unatarajiwa kuwa kwa 2.7%, ikilinganishwa na 3.9% kwa mwaka 2023 na unatarajiwa kukua kwa 3.5% kwa mwaka 2025. Kupungua kwa ukuaji wa uchumi kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kulitokana na migogoro ya kisiasa, ikiwemo migogoro inayoendelea nchini DRC na Sudani Kusini ambapo kumekuwa na ukuaji hasi. Katika hatua nyingine, Profesa Mkumbo amesema maeneo ya mpango wa maendeleo yatajielekeza katika programu na miradi inayolenga kuimarisha uzalishaji wa viwandani, kuimarisha mifumo ya kitaasisi, sera na sheria za kodi ili kuweka mazingira wezeshi kwa uwekezaji. Maandalizi ya vipaumbele vya mpango vimezingatia vigezo vilivyoainishwa katika mpango huo. Vigezo hivi ni ukuaji endelevu wa uchumi, kupunguza umaskini, kuzalisha ajira, kuimarisha kwa ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa, maendeleo endelevu, utawala bora na utawala wa sheria. Vilevile mpango huu unalenga kutekeleza na kukamilisha program na miradi ya maendeleo ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante sana Roda Simba kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukiwa bado tumesalia hapo kwenye uwasilishwaji wa makadirio ya bajeti huko bungeni hapa jijini Dar es Salaam, baadhi ya wafanyabiashara wa Kariakoo hapa jijini wamesema bajeti ya mwaka huu izingatie uboreshwaji wa miundombinu ya barabara ambao ndio kichocheo kikubwa cha uchumi kwa kuingiza na kutoa mizigo katika maeneo mbalimbali, huku vijana wakiomba kuwezeshwa kujiajiri.
Wakizungumza na Channel 10 wamesema inapozungumziwa ongezeko la ukusanyaji wa mapato, wanaochangia kwa kiasi kikubwa ni wafanyabiashara. Hivyo ni vyema miundombinu ikaboreshwa ipasavyo ili waweze kufanya biashara kwa urahisi bila vikwazo vya aina yoyote. Sisi tunataka miundombinu iboreshwe, na sio hapa tu, hata kwa vijijini pia kuna mama wajawazito, unakuta wengine wanakufa njiani kulingana na poor communication, transportation. Kwa Mama Samia, mimi nakuomba sana, boresha miundombinu. Sisi tunakupenda na mwaka huu lazima upite, kwa sababu ni mama imara na unafanya kazi kama mwanamke ambaye amechaguliwa na Mungu. Kwa hiyo tunakupenda sana mama yetu. Cha muhimu zaidi ni njia ndo ziboreshwe, kwa sababu imekuwa ni foleni kweli kweli, kwa sababu njia pia zinachangia pia kwenye upande wetu wa wafanyabiashara. Kwa hiyo hilo ndo la muhimu zaidi, naweza nikasema, kushinda mengine. Sekta nyingine kwa vijana ambao sisi inatuchanganya na inatusumbua sana ni kutokana na ajira zimekuwa chache. Serikali iwekeze bajeti katika ajira, vijana wapate ajira. Vijana wengi wanazurura tu mitaani, hawana kazi, wengine wanakuwa hawezi, mambo yanakuwa mengi mtaani. Kwa hiyo ajira pia iongezeke kwa vijana. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imechukua hatua mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya uwanja wa ndege wa Zanzibar na uwanja wa ndege wa Pemba, ikiwa ni mkakati maalum wa kuifungua Zanzibar kiuchumi na kuvutia wawekezaji ili kuimarisha uchumi nchini. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Rais wa Zanzibar, ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Ali Mwinyi, wakati akifungua mkutano wa 9 wa kimataifa wa anga na utalii. Hii hapa ni taarifa zaidi. Akifungua mkutano huo uliofanyika Golden Tulip mjini Unguja, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwanza amewaelezea wajumbe wa mkutano huo hatua zilizochukuliwa na serikali kuifungua Zanzibar kwenye sekta ya usafiri wa anga Unguja na Pemba. We have taken a number of initiatives in improving our airport infrastructure. Tumechukua hatua mbalimbali katika kuimarisha miundombinu ya uwanja wa ndege wa Abedi Amani Karume, kama ambavyo imezungumzwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar, lakini pia ujenzi wa uwanja mpya wa ndege kisiwani Pemba. Nje ya mkutano, Rais wa Zanzibar amewaambia waandishi wa habari mkutano huo umetoa nafasi ya kuitangaza Zanzibar kitaifa na kimataifa. Wadau walioko hapa ni mashirika ya ndege karibu mengi sana yako hapa, lakini waendeshaji wa viwanja vya ndege, lakini vile vile watu wanaohusika na utalii. Kwa hiyo kwa njia moja ama nyingine tutakuwa tumeitangaza Zanzibar kimataifa. Ajira imepatikana, fedha zimeingia kutokana na mkutano huu, ni faida kubwa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tunavutia uwekezaji. Wamezungumzia kuhusiana na expansion ya uwanja wa pale Pemba, lakini sisi kama ya Tanzania tunajaribu kuangalia, tumeongeza safari yetu ya kutoka Johannesburg moja kwa moja kuja Zanzibar katika kipindi cha mwezi huu. Lengo la mkutano huu ni kwa kukutanisha wadau wa sekta ya anga lakini na wadau wa utalii katika kuboresha huduma za sekta ya anga, lakini vile vile kukuza sekta ya utalii katika bara la Afrika. Washiriki wa mkutano huo ni kutoka zaidi ya nchi 50 za ndani na nje ya bara la Afrika. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kitahakikisha kinatenda haki kwa wagombea wote wanaowania nafasi za ubunge, udiwani katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 ambao watafuata taratibu na misingi iliyowekwa na chama hicho, ikiwemo kuepuka kueneza sera zenye chuki katika mitandao ya kijamii. Ditanyoni huyo hapa anatupa undani wa hii taarifa. Wito huo umetolewa na makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Steven Wasira wakati akizungumza na viongozi wa chama katika wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, na kusema kuwa dunia imeanza kutoa tafasiri nyingine ya kwamba kutukanana kwenye mitandao ya kijamii ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Lakini siku hizi ukisoma mitandao, eti matusi ndio demokrasi, eti matusi ndio uhuru. Uhuru wa kutukanana? Hapo tumeposea njia. Tungekuwa uhuru wenyewe wa kutukanana, tungeutafuta wa nini? Tulitafuta uhuru. Uhuru ni kutoa maoni.
Uhuru ni kufuata sheria, maana unaweka sheria ambazo zinafanya jamii iishi pamoja bila bugdha, ili kuondoa mtu asimuonee mwingine. Lakini hata kutukana ni kosa la jinai. Aidha, Wasira amewaomba Watanzania kuendelea kumuunga mkono Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa kura za ndio katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Ili mkiasikia huko mjue sisi hatuna mgogoro na watu hawa. Sisi tuko tayari kwa uchaguzi na tunajipanga kushinda kwa kishindo. Kwa upande wa viongozi wa chama mkoa wanaeleza mafanikio yaliyofanyika katika wilaya ya Songea vijijini katika kipindi cha miaka 4 ya utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, huku mkuu wa mkoa Kanali Ahmed Abbas Ahmed anaeleza changamoto ya barabara ya Likuyufusi hadi Mkenda inayounganisha na nchi ya Msumbiji. Na sisi tunajivunia sasa tunayafikia masoko kwa sababu ya barabara zetu zimefunguka. Miundombinu ya barabara ndio inayochochea maendeleo ya wananchi. Leo hii unayozungumza Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wilaya Songea vijijini ukielekea huko Mitomoni kuna jengwa daraja moja kubwa sana linalounganisha Songea vijijini na wilaya ya Nyasa. Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta zaidi ya bilioni 12. Tuna barabara inayoanza pale Likuyufusi kuelekea mpaka baina yetu na Msumbiji kule Mkenda. Barabara hii ina kilomita 120. Ilitakiwa ijengwe kwa kiwango cha lami. Kandarasi kipindi cha mwanzo alipatikana, lakini kutokana na kuchelewa kuikamilisha alinyang'anywa kazi ile na akatafutwa mkandarasi. Makamu mwenyekiti CCM Tanzania Bara Bwana Steven Wasira amemaliza ziara ya siku 4 katika mkoa wa Ruvuma baada ya kutembelea wilaya 5 za mkoa huo. Kutoka Ruvuma, Itanyoni, Channel 10. Wananchi wa vijiji vilivyopo wilaya ya Kaliua mkoani Tabora wanatarajia kuondokana na adha kubwa ya ubovu wa miundombinu ya barabara baada ya halmashauri ya wilaya hiyo kununua mtambo wa greda wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 200 ili kutengeneza barabara zenye changamoto, hatua ambayo itawezesha kufungua uchumi wa wananchi hao. Huyu hapa ni Pendo Sandu ambaye anatupa undani wa hii taarifa kutoka huko Tabora. Ubovu wa miundombinu ya barabara imekuwa ni kilio cha muda mrefu kwa wananchi katika vijiji vya wilaya ya Kaliua, hususan wakati wa masika. Wakati wa masika, wakati ukiwa na ujauzito tumboni, unaweza ukajwa na usafiri wa bodaboda kwa unashushwa, unatembea kwa miguu kulingana barabara ni ngumu, na huku nakuwa ni mama mjamzito, kwa hiyo inatupa changamoto kubwa. Kama mvua ikinyesha, maporomoko ya maji yanabomoa barabara, inakuwa inabomoka ina mchanga. Kwa hiyo tunasumbuka sana. Waswahili husema kilio na mwenyewe. Kutokana na hali hii, halmashauri ya wilaya Kaliua iliona ije na mwarobaini wa kutatua changamoto ya ubovu wa barabara kwa wananchi hasa waishio vijijini, ambapo imetumia zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 200 ya mapato yake ya ndani kununua mtambo huu wa greda. Kwa hiyo Kaliua ni miongoni mwa halmashauri ambazo zimeamua kujibana mambo mengine yote na kuweka kipaumbele katika kununua greda kwa lengo la kuwasaidia wananchi kuboresha barabara zao, kwa maana kuzifungua. Wananchi wana uwezo hata kutembea kwa miguu, atumie baiskeli, atumie pikipiki, atumie gari, aweze kufikisha mizigo yake kwenye maeneo ya masoko. Mapato ya ndani tulikadiria kukusanya bilioni 6.04. Kwa kushirikiana na timu ya mkurugenzi pamoja na baraza la madiwani, mpaka sasa tunazo bilioni 8.08 ambazo fedha hizi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tuliomba kuongeza wigo, pamoja na fedha zingine tunazipeleka kwenye ukamilishaji wa miradi ya wananchi. Akizindua greda hilo, tukio ambalo limefanyika tarafa ya Uliankuru wilaya Kaliua, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, mbali na kupongeza hatua hii, akatoa maagizo kwa uongozi wa halmashauri ya Kaliua. Mazingira ya hapa na maeneo ya hapa mnayafahamu. Mvua ikinyesha kidogo, hali inakuwa mbaya. Lakini mimi nikuelekeze mkurugenzi, nunueni mitambo yote inayostahili. Leo mmenunua greda, matipa yale, marola yale, nunueni skaveta,
yani seti yote ya kutengeneza barabara tuwe nayo pale Kaliua. Kwani kuna shida gani? Kutoka Tabora, Pendo Salu, Shanda Uteni. Mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA kanda ya Mashariki imetoa rai kwa kampuni zinazofanya biashara ya gesi ya kupikia nchini kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwa lengo la kuhakikisha usalama wa mitungi pamoja na kudhibiti vishoka ambao wamekuwa wakichakachua gesi iliyoko katika mitungi hasa yenye ujazo wa kuanzia kilo 16. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kampuni ya Oryx Gas kufanya operation katika maeneo ya Kariakoo na Upanga na kufanikisha kukamata watu wanaochakachua gesi, meneja wa EWURA kanda Mashariki mhandisi Nyirabu Musira amesema hatua zinazochukuliwa na wadau wakiwemo wa Oryx Gas ni jambo jema na ni wajibu wa kampuni hizo kuhakikisha usalama wa mitungi pamoja na ujazo unaostahili. Kwa upande wake, meneja wa mauzo mkuu wa kampuni ya Oryx Gas Tanzania Shabani Fundi akizungumza kuhusu operesheni ya kukamata wanaochakachua gesi amesema wamekuwa wakifanya ukaguzi mara kwa mara na kutoa ombi kwa serikali pamoja na taasisi zake kuongeza nguvu katika kuwadhibiti wanaofanya uchakachuaji huo. Kanuni ya usimamizi wa LPG unayataka makampuni yanayoingiza na kusambaza gesi ya LPG kuhakikisha kwamba mitungi yao ya gesi yenye ujazo au uzani wa kuanzia kilo 16 kwenda juu, ile mitungi wanakuwa wanaifuatilia kujua nani anaimiliki na inafanyiwa biashara na kwa namna gani. Leo of course Oryx Gas kushirikiana na jeshi la polisi tumeweza kufanya operation ya kukamata watu ambao wanafanya uchakachuaji wa mitungi maeneo ya Kariakoo pamoja na Upanga. Zoezi hili tumekuwa tukilifanya mara kwa mara katika kuhakikisha kwamba wateja wetu hawapati athari zinazotokana na watu ambao sio waaminifu katika kusambaza gesi ambazo sisi tunaziuza kila siku. Oryx waweze kushirikiana na jeshi la polisi kufanya hicho kitu, na pia waweze kufanya mabadiliko ya kwamba wakati wanaleta mitungi na mwananchi wa hali ya chini anapokuja kununua mitungi waweze kurudisha kile kipimo cha zamani, ya kwamba lazima mtungi uweze kupima kwamba kama ni 14.5 iwe ni ile. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari nje ya mipaka ya Tanzania. Ndege ya shirika la ndege la India iliyokuwa na abiria zaidi ya 200 imeanguka muda mfupi baada ya kuanza safari kutoka uwanja wa ndege wa Ahmedabad magharibi mwa India na kuua zaidi ya watu 130. Kumradhi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini India, Faiz Ahmed Kidwai, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba ndege hiyo aina ya Air India A1171 ilianguka katika eneo la makazi linalofahamika kama Meghaninagar dakika 5 tu baada ya kuanza safari. Aidha, amesema kuwa abiria 232 pamoja na wafanyakazi 12 wa ndege hiyo walikuwa ndani ya ndege iliyokuwa ikielekea uwanja wa ndege wa London nchini Uingereza. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi kupitia ujumbe wake alioandika kupitia mtandao wa kijamii wa X amesema amesikitishwa na huzunishwa na taarifa za ajali hiyo ambayo pia imeleta majonzi na huzuni kubwa kwa taifa hilo la India. Naam, na nchini Kenya tunaeleza kuwa makundi ya vijana leo wamefanya maandamano katikati mwa mji mkuu wa nchi hiyo Nairobi kwa lengo la kushinikiza naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Langat kujiuzulu kufuatia kuuawa kwa mwanablogu mmoja Albert Ojwang akiwa mikononi mwa maafisa wa polisi siku ya Jumapili. Polisi wamelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji hao ambao walikuwa na lengo la kukusanyika katika makao makuu ya idara ya polisi. Aidha, idara ya polisi imesema waandamanaji hao hawangeruhusiwa kufika barabara kuu ya Harambee ambako walikuwa wakitaka kufika katika makao makuu ya Wizara ya Fedha ili kumzuia Waziri wa Fedha John Mbadi
kutoka na kwenda bungeni ili kuwasilisha makadirio ya matumizi ya serikali ya mwaka huu na mwaka ujao. Magari kadhaa yaliteketezwa na waandamanaji hao ambao wamesema hawatachoka kumtaka naibu inspekta mkuu wa polisi kujiuzulu pamoja na maafisa wote waliohusika na mauaji ya Bwana Ojwang. Mtazamaji, mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Hapa ni Channel 10 Habari. Mimi ni Kisa Mwipiana, niko na Ramla Jabu katika upande wa kalimani wa lugha ya alama.